Kuna baadhi ya wanaume, sio wote, wamekuwa wakiwazuia wake zao kufanya chochote kwenye maisha yao. Yaani kwamba yeye wanatumia kigezo cha wewe ni ua, hutaki kufanya chochote, kazi yako ni kuoga, yaani wewe utakuwa mama wa nyumbani, hauruhusiwi kujishughulisha na kitu chochote. Hii imekaaje? Je, ni sawa? Au kuna namna mnatengeneza mazingira kumbana huyu mwanamke kwa moja na mbili? Actually sio sawa. Yaani tukizungumza tu kwenye ile hali ya kawaida, kama unahitaji kukua financial, haiko sawa. Kwa sababu mngechangiana wawili, inawezekana mngepiga moja na mbili, mwisho wa siku maisha yakafanya yakapanda. Lakini tujiulize kwanza, kwa nini wanaume huwa wanafanya hivyo? Kuna sababu ambazo zinafanya mwanaume amzuie mwanamke asifanye kazi. Sawa? Kitu cha kwanza, kwa hali ya sasa hivi wanaume wengi sana wanapenda mwanamke anayepambana. Kwa kinachoingia hapo ni wivu wa mwanaume. Kwamba mwanaume anahisi huyu mwanamke akienda huko kupambana, anaweza kukutana na wanaume wengine na mwisho wa siku akamwacha yeye. Sio, umeelewa? Kwa ule wivu sasa. Unajua most of men sasa hivi wanataka mwanaume anayepambana. Kwa wakikukuta unapambana, lazima kuna wanaume wengi utawashawishi. Alafu watatamani kuwa na wewe. Mwisho wa siku utakuta umeondoka mikononi mwangu, umeenda kwao kwa sababu ya upambanaji ulionao. Kwa ule wivu sasa ndio unanifanya mimi nikulimit, bwana wewe hutaki kufanya kitu chochote, kaa nyumbani. Hiyo ni ya kwanza. Lakini ya pili, mwanaume anakuwa anatafuta utawala. Unajua actually hiyo kibiblia inafahamika kwamba mwanamke ndio anatakiwa awe kichwa cha familia. Kwa hiyo mwanaume. Yes. Kwa what they believe ni kwamba huyu mwanamke siku akipata pesa akanizidi uchumi, ndashindwa kumtawala. Maana yake sasa hapo ni wivu. Tunarudi pale kwenye wivu, lakini hapa tunakuja kwenye uongozi sasa. Sio wivu huo. Wivu ni ile kwamba huko nje watakuona unapambana nini, watakuhitaji. Hapa tunarudi kwenye leadership. Ili uweze kumcontrol mtu ni lazima awe weak financially. Maana yake kama mtumwa na bwana wake. Yes. Yaani siwezi kucontrol wewe una bilioni 200, halafu mimi nina milioni 1, alafu nataka nikucontrol. Kwa hiyo ili nikucontrol, yani hii iko basically hata kwenye nchi tu za kawaida. Ili nchi tuseme hii ni superior, hii ni kubwa, ni nchi ambayo ina uwezo mkubwa, lazima iwe great financially, great kwenye military, kwenye masuala ya kijeshi. Kwa hiyo hata huyu mwanamke pia lazima awe weak financially ndio uweze kumcontrol. Asipokuwa weak financially huwezi kumcontrol. Kwa wanaume wengi wanaamini kwamba akinizidi uchumi ndashindwa kumcontrol. Kwa ili nimcontrol, akae nyumbani asiingize chochote. Sawa? Umeelewa? These two fact ndio zinazofanya wanaume wazuie wanawake wasijishughulishe. Lakini je, unahisi umewekeza kiasi kwamba ukiwa haupo, huyu mwanamke ambaye hujamfundisha kufanya kazi, hujamfundisha kupambana, maisha yake yataendelea wewe ukiwa haupo? Au na wewe unamuandaa sasa kuwa mwanamke yule atakuwa kesho na huyu, kesho kutwa na yule, kwa sababu hukuwahi kumfundisha kazi? Actually sio sawa. Yaani tuzungumze tu ukweli kwamba actually sio sawa. Kumzuia mwanamke asifanye kazi sio sahihi. Kwa sababu kuna muda kwenye familia yako inawezekana Mungu anataka pitisha baraka kupitia huyo nani? Mwanamke. Kuna wakati kwenye familia Mungu hawezi kufanikisha wote. Anaweza kumfanikisha tu mwanamke peke yake au akamfanikisha mwanaume peke yake. Unajiwaje kama baraka za mafanikio yenu zinapita kwa mwanamke, alafu wewe umemzuia huyo mwanamke asifanye kazi? So actually haiko sawa, kwa sababu mwisho wa siku mwanaume utakuwa unahangaika sana kiuchumi, lakini kumbe mwanamke akikusave, ila umeshindwa kufanyaje? Kumsupport. Umeshindwa kumruhusu afanye kazi. Kwa mimi nikipewa nafasi ya ushauri, mimi nitaambia wanaume kwa karne ya sasa hivi tulionayo, waruhusuni wanawake wafanye kazi. Wacheni wapambane. Na ukimruhusu kufanya kazi umeongeza hatua moja, lakini pia umewekeza. Mimi huwa napenda sana kuiangalia kesho, sio leo peke yake. Haijalishi ukiona kwamba hutaki afanye kazi, uwe na uhakika ukiwa haupo maisha yake hayatabadilika. Sasa kama hana kazi, lakini usije ukamtengenezea utumwa ambao utamsababisha, kwa sababu umemfanya kuwa mti usiotengeneza mizizi mirefu kutafuta maji. Kwa unamfanya kauke na jua, kutegemea msaada wa watu na kumfanya mtumwa wa maisha yake yote. Wakati ungemfundisha kupambana, inawezekana maisha yake yangeendelea kuwa imara. Kama alikubali kuwa na wewe, maana yake amekubali siku zote hata akipambana akafanikiwa atakuwa na wewe.